ule msemo wa utani kwamba hii ni sifa au pengine unaweza kaikumba Yanga kutokana na kile ambacho imekifanya hivi karibuni. Yanga wamemtangaza mchezaji Mohamed Damaro kutoka Singida Black Stars kwamba ni miongoni mwa wachezaji wao wapya katika dirisha dogo, na hivyo kujiongezea nguvu katika eneo la kati la uwanja. Ikumbukwe Yanga tayari wana viungo imara sana. Wapo Juke Abuya, mchezaji wa kimataifa kutoka Kenya ambaye amekuwa kwenye kiwango bora sana. Yupo Mudathi Yahya Abbas anacheza katika eneo hilo la kati. Yanga wana Azizi Adabwile. Yanga wana Mohamed Momo Dumbia. Yanga wana Lasin Kouma na kadhalika. Hao wote nilowataja wanaweza kucheza katika eneo la kati la Yanga, ambao kwa kawaida chini ya kocha Pedro Gonçalves na makocha wengine waliotangulia, cheza yao huwa baada ya golikipa kunakuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Hao niliowataja huwa wanaweza kucheza vizuri tu katika eneo la kati kwenye viungo wawili wa ukabaji, mmoja akiwa na asili ya kuwa na uwezo wa kwenda mbele na kurudi nyuma, tunasema box to box, akitoka box moja mpaka box jingine kulingana na mwenendo wa mpira. Pale wanaposhambulia, mmoja anakuwa mbele zaidi katika kuungana na washambuliaji wao na viungo wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara kwenda kushambulia. Alafu mmoja anakuwa mzuri zaidi katika kuungana na walinzi wa kati kuimarisha ulinzi katika eneo lao. Sasa Mohamed Damaro naye anaungana katika kundi hili. Inawezekana kuna wengine taarifa zinasema kwamba watatolewa kwa mkopo baada ya usajili huu wa dirisha dogo. Lakini kwa vyovyote vile Yanga wanadhihirisha kwamba wamepania makubwa katika msimu wa 2025-26 kwa sababu mpaka sasa wao katika eneo hilo haonekani kuwa na tabu sana, lakini bado wanaongeza nguvu ya huyu mwamba. Mchezaji ambaye hivi sasa ana uraia wa Tanzania, mzaliwa wa Guinea, Juni mosi mwaka 2002. Hivi sasa ana miaka 23 licha ya kwamba body morphology, umbile lake laonekana ameshiba haswa kiasi ya kwamba anapocheza katika eneo la kati kwenye migongano ya mpira yeye hunufaika zaidi pale panapohitajika. Damaro ni mzuri anapokuwa na mpira, anapoamua kupiga chenga, na ni mzuri katika utoaji wa pasi. Kwa sababu hiyo kumtambulisha Mohamed Damaro ambaye tayari ameshaanza mazoezi kwenye kikosi cha kocha Pedro Gonçalves, manake Yanga wanazidi kujiongezea uimara katika eneo hilo, na ndio maana nikasema ule msemo, hii ni sifa au ni utani tu, lakini maana yake ni kwamba Yanga wameimarisha mahala ambako haonekani kuwa na shida kivyo. Ni kwa sababu tu ya bila shaka kutaka kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo, kutaka kutoa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara ya 5 mfululizo, maana washalitoa mara 4 mfululizo, lakini pia bila shaka kufika mbali zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi ambayo hivi sasa wangali wakifanya vizuri kwenye kundi lao la B, wao wakiwa na pointi 4 kama Al Ahli ya Misri inayoongoza nayo ikiwa na pointi 4. Eneo la kati limekuwa na mchango mkubwa kwa Yanga, hasa katika kujenga mashambulizi kwenda kwa wapinzani na pia katika kuzuia. Ni kwa sababu ya mfumo wao ule wa 4-2-3-1 kama nilivyotoka kueleza baada ya golikipa. Mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara Yanga ikiwa imecheza mechi 6 tayari ina pointi 16 kati ya 18. Yanga na mabao 12. Yanga ndio timu mpaka sasa imeruhusu mabao machache zaidi, bao moja tu. Lakini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la B kama nilivyotoka kuelezea, Yanga michezo miwili wameshinda mmoja, suluhu mmoja, wamefunga bao moja, lakini hawajaruhusu bao lolote. Wao na Pyramids ya Misri ndio timu mbili tu miongoni mwa timu 16 zinazoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ambazo mpaka sasa hazijaruhusu bao. Ni kwa sababu ya mfumo wao wa kiulinzi umekuwa imara sana, na unapozungumzia mfumo wa kiulinzi wahusika ni pamoja na viungo wake. Mudathi Yahya Abbas, Juke Abuya, Maxim pia Nzengeli huwa anaweza kucheza pia katika eneo hilo, ingawa sikumtaja hapo awali, na wachezaji wengine kadhaa katika eneo hilo. Msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara Yanga ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Yanga ndio timu iliyoongoza kufunga mabao mengi zaidi. Ilifunga mabao 83, lakini yale mabao machache ni mangapi? Waliruhusu mabao 10 msimu mzima kwenye mechi 30, dakika 2700, wastani wa kuruhusu bao kila baada ya dakika 270. Lakini ni Yanga ambao kwenye msimu huu tayari kwa kile nilichotoka kukieleza ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, imeruhusu bao moja tu. Timu zinazofuatia kwa kuruhusu mabao machache ni pamoja na Wekundu wa Msimbazi Simba iliyoruhusu mabao 3, Mashujaa iliyoruhusu mabao 4, lakini Yanga ameruhusu bao moja tu.
rekodi ambazo zinaonyesha wako vizuri. Sasa pamoja na yote yanayotoka kuyaelezea, yakiifanya Yanga msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara ikiweka rekodi mpya katika ligi kuu Tanzania bara kwa kufunga mabao mengi zaidi 83 ambayo hajawahi kufungwa tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe mwaka 1996 97, lakini Yanga hii ambayo inazidi kuongeza uimara. Mohamed Damaro katika msimu huu unaoendelea kwenye kombe la shirikisho barani Afrika CAF, yeye alikuwa ni miongoni mwa wale walifanya Singida ijiandikie rekodi, Singida Black Stars, ya kufuzu katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika wakiwa chini ya kocha Miguel Gamondi. Mpaka sasa kwenye kombe la shirikisho amecheza mechi moja kati ya mbili, akiwa amegusa mpira mara 109, akitoa pasi 72, kati ya hizo pasi 38 akizitoa katika nusu ya pili ya uwanja. Namna anavyocheza ni ile ile 4-2-3-1, katika viungo wawili anakuwepo pale kati akicheza na kina Emmanuel Keyeke, akina Habibu Gego eneo la kati katika viungo wa Singida Black Stars alikuwa, maana hivi sasa hayupo, yupo Yanga. Lakini Damaro amefanya tackling, kuingia uvunguni, cheza mpira bila kusababisha madhara kwa wapinzani. Amefanya mara 6 kwa mafanikio. Damaro amefanya interception, kuingilia mpira mara moja katika mechi hiyo moja dakika 90 walizocheza dhidi ya CR Belouizdad, ingawa alifunga mabao mawili, lakini yeye ni miongoni mwa waliocheza vizuri katika siku hiyo baada ya kupewa nafasi na kocha Miguel Gamondi. Amefanya clearances, kuosha mpira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi kwenda eneo salama mara 6, Mohamed Damaro. Lakini sio hilo tu, katika siku hiyo alicheza faulo 7 katika mechi dhidi ya CR Belouizdad. Sasa ule ungangari wake, uimara katika kupigania mipira, lakini anapoipata kuweza kuigawa kwa ufanisi, tena pasi zake nyingi zikienda mbele na sio kushoto kulia na nyuma. Ndio maana katika pasi 72-38 zaidi ya 50% akizipiga kwenda mbele katika mechi dhidi ya CR Belouizdad kwenye kombe la shirikisho, ni ushahidi kwamba akiendeleza kiwango hicho na akikidumisha zaidi, anaweza kawa na msaada mkubwa sana kwa kocha Pedro Gonçalves ndani ya Yanga ambayo inawania mataji ya michuano mingi. Msimu uliopita Damaro alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliowezesha Singida Black Stars kumaliza katika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 53, huku aliyefuatia nyuma yao aliyemaliza katika nafasi ya 5 TRA akimaliza na pointi 38. Tazama tofauti ya pointi baina yao waliomaliza nafasi ya 4 wakiwa na pointi 53 na iliyomaliza nafasi ya 5 TRA United, kuonyesha namna gani ambavyo Singida Black Stars ilipiga hatua zaidi kulinganisha na timu nyingine. Miongoni mwa waliowezesha yote hayo ni pamoja na Mohamed Damaro. Yeye kutoa kwake Yanga hakika yaweza kuwa ni ongezeko muhimu ndani ya kosti ya Yanga, akienda kuwa ni namba, kuwa ni nafasi ya kucheza na kina Zukabuya pale eneo la kati. Swali ni kwamba atakabiliana vipi na changamoto Moss ya kwamba anatua Yanga ambayo pressure, shinikizo ni kubwa zaidi kulinganisha na alikotoka ikiwamo Singida Black Stars. Akijipanga kwa hilo, bila shaka Damaro anaweza kuwa nyongeza muhimu ndani ya kikosi cha Yanga wakati wa dirisha dogo. Lakini la pili ni ukweli kwamba matarajio yaweza kuwa makubwa kwa sababu wachezaji wanasajiliwa wakati wa dirisha dogo, timu hutarajia wawe na cha ziada, hawana muda wa kusubiriwa. Damaro anapaswa afanye hivyo. Lakini jambo lingine ni kuhakikisha kwamba anakuwa na mentality za kiushindi, fikra za kiushindi. Ndio kwa sababu Yanga hawana dogo, wanachotaka kushinda, na ndio maana wameshatoa mataji 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, wanataka la 5. Kombe la shirikisho la benki CRDB mara 4, wanataka la 5. Ligi ya mabingwa waende mbali zaidi. Itakuwa vipi kwa Mohamed Damaro ndani ya Yanga ambayo ameripoti na kuanza mazoezi kwa ajili ya kuendelea na msimu wa 2025-26? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.